Mimi naitwa Elisha Nelson Mnyawe. Ni mwenyekiti wa wachimbaji mkoa wa Manyara. Kwa sasa niko hapa Mererani. Na Mererani ndio makao makuu ya wachimbaji, wa chama cha wachimbaji mkoa wa Manyara. Ndio makao makuu. Na hapa leo tumekuja kwa ajili ya jambo moja tu. Tumekaribishwa kwenye mahafali ya darasa la 7 kwenye shule ya Glisten Pre and Primary School. Kwa hiyo tunashukuru kuwepo hapa na tumefurahi kwa sababu tumeona watoto wenye vipaji wamejieleza vizuri na wanaonyesha kwamba wanafanya vizuri sana, kwa sababu tayari tuna historia ya hii shule. Hii shule imekuwa ikifanya vizuri sana miaka kadhaa iliyopita na imekuwa ya kwanza kitaifa, na tumeona jinsi ambavyo inaendeshwa kwa weledi mkubwa na taaluma nyingi, na jinsi ambavyo mkurugenzi wa shule hii amekuwa akijaribu kufanya vizuri sana ili na kuiboresha shule, kuboresha madarasa, kuboresha walimu, kwa sababu tumeona walimu wengi hapa na inatuonyesha tu kwamba anajitahidi na ameamua kufanya hii shughuli kwa umakini. Kwanza kabisa hilo ni swala muhimu sana. Mimi sijatembea nchi nyingi sana, lakini nimejaribu kutembea nchi chache, lakini nimeona Tanzania ni nchi bora sana. Na kwa nini nasema ni nchi bora? Nasema ni nchi bora kwa sababu ya usalama wa nchi yetu, amani na utulivu. Tunaona watoto wetu leo wanamaliza darasa la 7, tunaona wazazi wanafurahia. Ungekuwa ni nchi ambayo haina amani, mpaka sasa hivi tusingeona haya tunayoyaona sasa hivi. Kila mtu angekuwa amekumbatia watoto wake nyumbani, hakikisha kwamba usalama wa watoto wake unakuwepo. Lakini kwa sababu ya uhuru na amani tulionayo, ndio maana wote tumekusanyika hapa. Tunaona watoto wakicheza, wakisoma vizuri, wakipata elimu yao. Yote haya ni kwa sababu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na utulivu wa nchi yetu. Ndio maana tunajivunia amani tulionayo. Hivyo basi, kwa sababu tunakwenda kwenye uchaguzi tarehe 29, ukweli kabisa tumtendee mama haki. Mimi sitaacha kusema hivyo kwa sababu nimekwisha tembea sehemu mbalimbali, na tumejaribu pia kuhamasisha wachimbaji wetu kuhakikisha kwamba wanapiga kura tarehe 29, pamoja na kwamba kuna wagombea wengi, lakini wasimwache Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ndio ametupa amani hii na fursa tulionayo ya uchimbaji wa madini. Tunachimba kila siku, tunatoka, tunakwenda sehemu mbalimbali kwa sababu ya utulivu na amani na fursa ambayo imetengenezwa na viongozi wetu. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba wachimbaji wetu nao wajaribu kujitokeza kupiga kura kwa wingi na wampigie Samia Suluhu Hassan, na mbunge pia wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wake wote, hasa katika mkoa wetu wa Manyara.